Hujambo mpenzi msikizaji wa redio ya kijamii Kifu, mahali popote ambapo ulipo, matumaini yangu ni kwamba umeamka salama salimini. Acha nikukaribisha kwa mkunjufu kwa ajili ya kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari asubuhi ya leo, uchambuzi ambao unakupigwa na habari muhimu leo hii. Ripoti zinaripota wetu kutoka sehemu mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na siri za kimataifa. Jean Ekala Jadar yuko kwenye dawati la mitambo upande wa pili. Jina langu naitwa Sudi Valente. Nasema asante na karibu. Na msikilizaji, kama nilivyokujuza ya kuwa uchambuzi wetu wa habari wanakupigwa na habari muhimu za leo asubuhi, za sumane mwenzangu Izaki Mulucha Ashibe. Asante sana Sudi wa Sudi Valente kwa kunipatia fursa ya kuwaletea wasikilizaji ukurasa huu wa habari muhimu. Na tuanzie hapa mjini wa Baraka ambako meya wa mji wa Baraka kwa muda alishindikizwa naye mwenyekiti wa vijana na kutembelea ndani ya kata ya Kalinga Side na ile ya Matata ili kujionea wenyewe namna raia walivyoathirika na maji kulingana na mvua zilizonyesha siku mbili hapo nyuma. Na kwenye habari ya kitaifa ni kuwa waziri wa kitaifa usikani na mambo ya nje Bi Therese Kaikwamba Wagner amefungua mashtaka ya kisheria dhidi ya baadhi ya waandishi habari na media moja ya mtandaoni kwa kosa la kutangaza video na picha zake akiwa na Rais Felix Tshisekedi kwa nia ya kumharibishia jina na kuingilia maisha yake binafsi. Kwenye habari ya kimataifa, Sudi wa Sudi, rais wa nchi ya Burundi Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye amemnyoshea kidole mkuu wa shirika linalojitolea kuongezea ufahamu miongoni mwa Warundi na kubadili mawazo na tabia zao, Bwana Faustin Ndikumana. Ukinyoshewa kidole na rais, Sudi wa Sudi, mambo yameharibika hivyo. Naam, ndio hivyo mpenzi msikilizaji. Hivi sasa tuingie kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari, tukianzia na hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba mpango wa kupima watu kwa bure ugonjwa wa kisukari kwenye kituo cha Centre Diabetique Imona pa Baraka utaanza leo siku ya kwanza ya tarehe 10 Novemba mwaka 2025. Ndivyo umehakikisha hayo uongozi wa kituo hicho. Kwenye mazungumzo nasi Hussein Monebato Clovis, msimamizi wa kituo cha wagonjwa kuishi na kisukari, amealika raia wote wa Baraka na Fizi kufika kupimwa kwa bure. Kama gisi tunavyojua, hii ni mwezi wa 11 na mwezi wa 11 tarehe 14 na kuwaka ni sikukuu ulimwenguni wa ugonjwa wa kisukari. Sisi kama vile Centre Diabetique Imona jijini Baraka na tarafani Fizi tunakwenda kualika watu kuanza kesho siku ya kwanza tarehe 10 hadi tarehe 12 za hii mwezi. Watu watapimwa kisukari kwa bure. Watu watapimwa kisukari kwa bure. Tunawalika watu wote waje kwa wingi kuanza saa 1 hadi 12. Watu waje na waje bila kukula. Wakisha fika hapa watafunzwa kidogo waelewe ugonjwa wa kisukari ni nini, kisha baadaye watu wanafunzwa wanapimwa kisukari kwa bure. Na wakati tunapima watu kisukari kwa bure, ilifo tunajua kwamba kwa hospitali zingine ni gharama kubwa. Kuna wale ambao wanalipa 10,000, kuna wale ambao wanalipa 4,000 kama sisi hapa kawaida ya kupima yetu. Lakini kwa hiyo wakati ni bahati ambayo tunakwenda kutoa ofu ya michango mbalimbali ambao wagonjwa wamefanya ili waendelee kugundua wengine wagonjwa ambao wangali wanafichama na wale ambao hawajitambui kama ni wagonjwa. Tunaalika watu wote waje kwa wingi ili wapimwe kisukari kwa bure. Ndio kwa wale ambao tayari wameshajifahamu kuwa ni wagonjwa wa kisukari wanaweza wakaja, kwa sababu tunakuwa tunawashurutisha kila wakati kujua wao wanajua afya yao gisi inavyokwenda inaendelea. Na zaidi kwa wale ambao wanachunga vile vile wagonjwa wa kisukari, nao waje, kwa sababu ile ambayo tunaita stress ama msongo wa moyo unaweza kusababishia nao magonjwa bila kutambua. Ndio kwa maana tunaalika watu wote wa tabaka mbalimbali, hasa mama wachuruzi na wale ambao wanaendelea kutumika kazi zile za ofisi, waje kwa wingi, hata na wanafunzi kwa ajili wajipime kigonjwa wa kisukari kwa bure. Upande mwingine, Edwina Masoka ni mwenyekiti wa watu wenye kuishi na ugonjwa wa kisukari ndani ya mji wa Baraka na tarafa la Fizi kwa jumla, amealika raia wote kujumuika nao tarehe 14 mwezi huu kwenye sherehe yao. Napenda kuambia jamii wote waje tushirikiane kwa siku hiyo ya 14 ya mwezi Novemba kwa ajili ya kusherehekea sikukuu yenye ilionekanaka dawa ya kisukari, yani insulini. Kwa hiyo mje wote, mje asubuhi kama vile saa 2 mje tusherehekee, na kutakuwa na mafunzo kwa ajili ya ugonjwa huu uliotuvamia wa diabetes.
Hapana, watu wote tu wanahitaji kuja. Wale ambao bado hawajapata ugonjwa wa diabete wanahitaji mafunzo, waje wakasikie. Kwa hiyo wote kwa jumla waje, na wagonjwa na watu wazee wasiopata ugonjwa waje tu, tusikilie pamoja, tufete pamoja. Mafunzo haya yatapitika pale chini ya hapa kwenye hospitali ya Matunda Bora pale kwa kanisa El Shaddai pale, ndio tutakuwa pale. Wale wote watakaokuja wafike pale kwa El Shaddai. Itakuwa kama vile saa 2 saa 3, lazima juu tutazunguka, tutafanya defile kutoka Nkemake, tunazunguka mpaka kujetema, alafu tunaenda mpaka Kumeri. Ujumbe wangu wa mwisho tunawaambia watu wajisikie, waje wajipe moyo, wajisikie, waje wajipe moyo, wapate mafunzo yale ya sukari ili wadumu wakwe wanajua ya kwamba sukari ikoje, utaweza kuishi na watu namna gani. Mwakilishi wa gavana makamu katika mji wa Baraka amekanusha habari zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii zisemazo kuwa pesa ambazo gavana makamu wa jimbo la Kivu ya Kusini Mheshimiwa Jean-Jacques Elakano anazotumikisha kwa ajili ya ujenzi wa vilalo na vibanda ni pesa za jimbo ya Kivu ya Kusini na wala sio pesa za kibinafsi. Bi Amida Hussein Antoinette ni mwakilishi wa gavana makamu wa jimbo la Kivu ya Kusini hapa katika mji wa Baraka. Ameomba kwa raia wote wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka kuachana na habari za mitandaoni ili zisiweze kuwapotosha. Hakuna pesa province zenye anatumikisha. Ile anatumikisha ni fond yake propre. Merci. Hapana sema mimi ndio mwenye kuna tengeneza fasi fulani. Franka yake yeye peke vice gouverneur zake za mfuko parce ni député tulimchagua. Ni alitoka meilleur élu wa Fizi. Merci. Eti kuna franka ya kusaidia watoto wake wale ndugu zake. Lakini kila mtu kuna lamuka, mimi ndio nikafanya hiki. Mimi ndio nikafanya mama. Watu wote wa Fizi wa Baraka na hakikisha kama hizi ni franka zake binafsi za mfuko ndio yenyewe kunafanyizia. Na hii project haitaishia hapa pa Baraka. Kwa hii Baraka mwai 2025 alikuwa na project ajenge kilalo hii hapa hivi Aibas. Ajenge hii marché. Est-ce mnajua kama iko na jenga nayo Kazimia? Hapana, tujui. Iko na hivi kwa hivi nataka isha akabambi sana. Hiyo ni franka yake mfuko. Mara ngapi tulichagula ba deputy wa kutonesha hata wese. Lakini lazima tumpongeze mwenye iko na fanya bidii na tunamsemea mazuri. Apewe sifa. Mwenye sifa apewe sifa yake. Zile ni pesa zake yeye mwenyewe binafsi. Hizo habari ni za uongo. Mimi nilikuwa naye Bujumbura na kanidepesha. Mimi nilisema tena mwanzo alinidepesha d'urgence nikuwe leta. Njoo hizi niko dada wangu kwa wamama wa Jeteme wasiregee nyuma. Waendelee kumkamata mkono kwa mkono. Vice gouverneur, député wetu national, kayua ka abataishia naye hapo na vision de loin juu ya mji yetu ya Baraka. Juu ya jiji yetu ya Baraka, juu ya territoire yetu ya Fizi. Bamuunge mkono, habari za kusikia za marezo sosio waache, bayue tu kama tuko hapa, tunafanya kazi na tunapaswa soutenir baba yetu, mtoto wetu, mloko yetu mpaka kulengo yake ya mwisho. Na ule mwenyewe wote commerçante mwenyewe alikuwa chini, naanza nikapenda na kumpatia moyo aendelee tu kusutenire mkubwa. Nina imani ya kwamba kesho naye atakuwa miliardaire. Atatumika kwa moyo na moyo atakuwa maleni. Msikizaji, kama ulivyojuzwa kunako kurasa wa habari muhimu, meya wa mji wa Baraka kwa muda akishindikizwa naye mwenyekiti wa vijana wametembelea ndani ya kata la Kalinga Side na Matata ili kujionea wenyewe namna raia walivyoathirika na maji kulingana na mvua zilizonyesha siku zilizopita. Msafara huo ukipokelewa na makapita wa kata hizo mbili siku ya Jumapili ya tarehe 9 Novemba mwaka huu wametembelea eneo kadhaa zilizosongwa na maji ya mto wa Cholongo. Bi Marie Mukanja Swaze ni meya kwa muda ndani ya mji wa Baraka, anaeleza mengi kuhusu ziara yake ndani ya kata hizo mbili. Leo ni vifaa de sante huku Kalinga Side na Matata. Ni kuhusu ile mai mvula ilinyesha, batu walizama sana na problemu ilikuwa ni ile bize yenye walitia pale
C'est vrai watu bayo kama bamalikia bana kosa. Jusha sikia malalamiko kosa na kwa radio. Bakaaji banalalamika sema malikia fa kosa hata. Malikia ina kosa. Ile fasi ni fasi ile maji. Ni fasi yake ya depuis zamani. Batu bayo ile kwanza. Na chapindi ndabapatia pole. Niliona comme constat nilitembea amo leo mkartote timu Matata. Niwe falele bize tuigabule mai marapili. Mai juu ipunguke. Ile pression na batu huko bakaja bakukua prepare bakosha zoea iko napita njia moya me huko chini kwa hapo kupita mai kidogo. Asa ile bize balitia ikakokota mai ya mingi bo bakukua prepare biko tu ile ideolojia ya zamani kikunapita tu mai kidogo na ndio bana balingia sana mabarabara. Devoir yetu shie comme mairie tutaitisha papa neno tuangalisi kama tutagabule ile mai marapili njia yaanze kuja kule kwenye ilikuwa na mbele na nyingine kidogo ishuke mule mkartie hapo. Ujumbe wangu wa mwisho nawapatia kwanza pole tena na naendelea kusisimiza wakapita wa Kalinga Sud na Matata bajitahidi kufanya sensibilisation juu ya kukanalize ile mai. Donc ile kwanza ni fasi ya mai. Bakanalize ile mai kwa watashindia shie mairie tabapuye pour que mai ipate nafasi yake gisi inapaswa kutembea. Ndio maana nilifika leo kwenda kuangalia na kuona kama tutafanya juu bakaaji bakwe sawa. Naambia bakaaji pole sana. Upande wake naye De Gaulle Malembe, mwenyekiti wa vijana mjini Baraka, ambaye alikuwa kwenye msafara mmoja na meya kwa muda wa mji wa Baraka Bi Marie Mukanja Swaze, wakitembelea kata hizo mbili za Kalinga Sud pamoja na Matata, na yameeleza yafuatayo. Depuis 6h du matin nilikuwa deja niko mkartie ya Kalinga Sud na Matata kwa konstate madega zenye mvura ilifanya jana, na hivyo ilipendeza meya wa jiji tukakuwa pamoja naye kuangalia gisi kufanya etat des lieux, kuna gisi population ilihangaika, mai ilivunja manyumba na ni hasara kubwa sana. Na tulikonstate mazara ni mingi sana parce que manyumba zilivunjika na wengine bako sanse baame parce que abata supporter le mai. Tuliambia chef de quartier angalia kama kufanya contribution yenyewe kwa niveau local, ile contribution kwa niveau local mairie neta kwa sanse kiko bapuye angalia kama gisi le mai batikanalize. Na kuko wengine probleme banyumba kuko walijenga wanajenga mpaka mfereji. Urudi mfereji ya zamani, odela kwa mfereji ni mtoni. Acha longoni mtoni yenyewe existe mvila Baraka. Ni batu wanajipermete kwenda jenga mule mtoni. Na italomba ya chef de quartier ma service za urbanisme zikezi angalie kama kuambia watu wa respecte ma norme urbanistique sasa kwa najenga pour que le mai hata kama mfereji tajengea utakia kutamika shajenga mfereji mwenyewe. Tukitabidi kama watu angalie kutengeneza mbao mzuri na mfereji jengwe pour que le mai pite. Tufanye nini ile mai iko na droit ya kupita njia yake ya zamani. Memeamwe na watu wako na droit kuishi. Ni kesho mwingine kale chini, meri kale chini na sisi jeunesse tukale chitu angalie gisi tutasaidiana mkono kwa mkono tuangalie kama tutapata solution. Mwishowe makapita wakata la Matata pamoja na Kalinga Sud ambao ni waasirika wa maji wa kuficha furaha yao kuhusu ujio wa meya wa mji wa Baraka ndani ya eneo zao. Ndiyo tumemwona meya wa jiji la Baraka hapa kwetu Kalinga Sud na tunashukuru na kufurahi kwa sababu amesikia malalamiko yetu ambayo tulianza kuongea tangia juzi kuhusu mai ambayo inasumbua watu, na yeye mwenyewe amekuja amejionea kwa kuwa alitusikiliza. Hiyo tunafuraha kubwa kwa sababu atakabata jukumu za kwake. Wakaaji nawaambia watulie, kwani malalamiko yao inasikilizwa, naye mwenyewe amekuja jionea na amesema kwamba atatekeleza yale yote ambao wanahitaji. Ndiyo tulimpokea kwa kuangalia gisi yenye mazingira na iko juu mai hizi mvula mbili zenye zinanyesha, watu wenye wako kando ya mfereji walipata matatizo sana, manyumba kubomoka. Raia tungewaambia tu waikale kimya juu kila kitu tulishaongea na meri iko nyuma yetu. Kuko vitu yenye tutafanya muhimu siku mbili, tunaweza lomba tu mwikale kimya, kazi yenye itafanyika mtaona tu nyepeke. Na msikizaji, ndio hivyo sasa, kipenga kimeshalia upande wa pili. Ni muda wako kwa ajili ya kuweza kusikiliza ukurasa wa habari za michezo, ambako nampisha mwenzangu Mari Makelele Uzile ambaye anavalia nambari 14 mgongoni ya kimshambuliaji wa klabu ya Arsenal Gunners hapo nchini Uingereza ambaye ni Victor Gyökeres.
Naam, barabara kabisa mwenzangu Sudi wa Sudi Valentin. Leo katika habari za michezo mgongoni na valia namba 14 ya kimchezaji Victor Gyokeresa. Katika habari za michezo tuanze na habari za hapa katika mji wa Baraka ni kwamba kulipigwa mechi ya kirafiki katika uwanja wa Lumumba katika mji huu wa Baraka ambako ilikuwa mechi ambayo ilikuwa inapambanisha klabu ya DC Urafiki zidi ya muungano wa wachezaji wa mji wa Baraka za selection, lakini mtanange huo umetamatika kwa sare ya kufungana bao 1-1. Na upande mwingine tu katika mji wa Baraka ni kwamba mashabiki wa klabu ya FC Barcelona katika mji huu wa Baraka na tarafa la Fizi wametambulisha rasmi kamati ya mashabiki wa klabu hiyo tawi ya Baro ambao watatumika kwa ajili ya maendeleo ya mashabiki wa klabu ya FC Barcelona katika mji wa Baraka. Utambulisho huo umefanyika jioni ya siku ya Jumapili tarehe 9 Novemba 2025 ndani ya chumba cha mikutano cha Papa Malue katika maeneo ya Baro. Benediction maarufu Big ni msemaji wa mashabiki wa klabu ya FC Barcelona tawi ya Baro, anza hapa kutambulisha kamati mpya. Ya malengo ya sisi kujumuika hapa kwenye nganda ya Malue ilikuwa ni kusimamisha kamati kuu ya Selile Bandro. Kamati inaenea, rais wetu anaitwa Wachwa, rais wetu makamu au vice president anaitwa Patrick, secretaire anaitwa Juma Mufungizi, na porte parole wa kwanza au titulaire anaitwa Benediction Mpenda Big, na porte parole wa pili anaitwa Biamungu Sumaili. Vivyo hivyo tuko na trésorier wetu anaitwa Elvis pamoja na waanimateur wetu watatu wa Selila Kubandro, mmoja anaitwa Lebon Chui, mwingine Pierre Wokov na mwingine Idi Amisi. Kungambo ya protokole kuko Anko JJ na dada moja anaitwa Jane. Na kungambo ya komisio tuko na komisionere wetu anaitwa Kilo Mike. Kungambo ya conseil kuko Akwasanta Mwana Maria kitoko bien contrôlé, kuko Akola de Mukucha, kuko na Imani Shukuru pamoja na Norbert Baruani. Hiyo ndiyo kamati ya Selile Bandro ambayo tumekuja kuitambulisha leo kwenye kamati yetu ya coordination. Mwishowe Benediction ameomba kwa shabiki yeyote ambaye anahitaji kujiunga nao katika Selile ya Baro, basi milango iko wazi. Tuko na mafishe yetu ya kujiadere, yaani kila mwanakamati unapaswa kuleta, kuko fishe original ni 1500 juu ya kujiadere. Donc unabeba fishe na unaacha unaandikwa kwenye buku letu. Ina maana hapo hivyo unakamilika kuwa mwanamemba kamili ambaye unakamilika. Na kuna fishe zile fotokopi unachukua ni 1000 francs. Yaani unajiadere kuwazo ni 1000 francs. Hiyo ndo nataka ni sindikize ndugu mtangazaji. Na upande mwingine kule katika kijiji cha Kazimia sekta ya Ngaja ni kwamba kulipigwa mechi ya kirafiki kati ya FC Tour du Congo ya Sebele dhidi ya vijana wa FC Nganja Sport ya Kazimia. Mechi hiyo ilipigwa katika kijiji cha Kazimia kuanza siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Siku ya Jumamosi klabu ya Nganja Sport waliweza kuwatambia FC Tour du Congo bao 1-0, lakini mtanange huo uliweza kuendelea siku ya Jumapili tarehe 9 Novemba na tayari sasa mtanange huo ulitoka sare ya kufungana bao 1-1. Na vile vile kule katika sekta ya Tanganyika ni kwamba eneo la michezo la sekta ya Tanganyika SEPTA kwa ufupi limeendesha kikao na klabu zake ili kuandaa msimu mpya wa 2025-2026. Kikao hicho kimefanyika siku ya Jumapili tarehe 9 Novemba 2025 kwenye ofisi ya kitengo hicho Pamboko makao makuu ya sekta hiyo ya Tanganyika. Naweka nukta katika habari za michezo. Sudi wa Sudi Valentin. Asante sana mwenzangu Omari Makelele Uzile, lakini ni vyema kuwajuza wasikilizaji wetu ya kwamba kuna baadhi ya mechi ambazo ziliweza kushuhudiwa usiku wa kucha siku ya kwanza ya wiki tunayo, ambako katika nchi ya Uhispania klabu ya FC Barcelona waliweza kuwatandika klabu ya Celta Vigo 4-2, huku klabu ya Real Madrid wakarejea kutoka sare ya kutokufungana dhidi ya klabu ya Rayo Vallecano. Lakini hapo katika nchi ya Uingereza ni kwamba klabu ya Manchester City waliweza kuwafunza funzo la kandanda klabu ya Liverpool kuwatandika 3 bila majibu. Radio na msikilizaji, ikiwa kabisa ndo bado natoka kujiunga nasi, acha nikumbushe ya kwamba unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu, redio ambayo inakutangazia kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya mji wa Baraka.
Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tujielekeze uko Moba na taarifa inayosema kuwa shughuli ya Pima Kadi Interface imezinduliwa rasmi katika vijiji 4 vya jimbo la Tanganyika, hususa vijiji viwili vya eneo ya afya ya Kansiba ndani ya tarafa la Moba na vijiji viwili vya eneo ya afya ya Kalemi ndani ya tarafa la Kalemi jimboni Tanganyika. Ripoti yake Isidore Kashule yaangazia mengi kutoka Moba. Mradi wa kijamii kwa matibabu ya afya kwanza, mradi wa afya wa Tanganyika umezindua shughuli la Pima Kadi Interface ndani ya maeneo ya afya Kansimba tarafani Moba na ndani ya maeneo ya afya Kalemi tarafani Kalemi. Ndani ya maeneo ya afya Kansimba uzinduzi umefanyika kwenye kijiji cha Ngalula kilio karibu kilomita 100 kaskazini mwa tarafa ya Moba hapo Novemba 5 mwaka 2025. Ndani ya maeneo ya afya Kalemi uzinduzi umefanyika kwenye kijiji cha Mpemba kilio kwenye kilomita 55 kusini mwa mji mkuu wa Kalemi hapo Novemba 1. Shughuli ya Pima Kadi Interface na lengo la kuleta pamoja wadau na wanavijiji kwa ajili ya kuorodhesha shida yao na changamoto na kutatua. Amefahamisha Jacques Bunda, Reverend mkuu wa kanisa la Moravian Kongo ya Mashariki wakati wa kazi ya uzinduzi wa shughuli hizo. Lengo la kazi za Pima Kadi au Interface ni activité au huduma yenye iko prevu mu projet communautaire de soins de santé primaire au mradi wa afya ziwa Tanganyika ambao unatekelezwa na kanisa la Moravian Kongo ya Mashariki ndani ya mtaa wa afya wa Kalemi na mtaa wa afya wa Kansimba kule Moba mwambao mwa ziwa Tanganyika, ambao ni activity au ni kazi ambayo inaleta jamii au wananchi pamoja na viongozi wa serikali wanaohusika na masuala ya afya na sisi mradi kuzungumuza matatizo na changamoto zinazowakabili katika maeneo yao na kutafuta suluhisho. Mfano katika kijiji cha Mpemba walieleza matatizo ambao wanayo. Tukaenda kule Katombo wakaeleza matatizo ambao wanayo. Kule Ngalula na kule Mkuba ambao tulichukua vile vijiji 4 kama sample au kama teule kama mfano wa kurepresent vile vijiji vingine vyote ili tukague wananchi waeleze mbele ya viongozi wa serikali wanaohusika na masuala ya afya changamoto zinazowakabili na namna gani zinaweza kutatuliwa. Na hiyo kabisa imekuwa vizuri na tumeyaona, tumewasikiliza iwao wameeleza, na pamoja tukatafuta namna gani tunaweza tukasave yale ambao wanahitaji yatekelezwe. Wakati wa kazi ya uzinduzi wa shughuli hiyo, Jacques Bunda ameagiza ujumbe huo kwa wadau na wanavijiji. Mwambao wa ziwa Tanganyika sio kila partner ambao anazoea kumtembelea, na wananchi wameelewa kwamba mradi wa afya ni mradi wao, kwa sababu wanakaa nao, wanaishi nao, wanaelewa matatizo yao na wanatembea mara kwa mara. Wasikate tamaa, wale wote kamati zilizosimamishwa katika kila kijiji zifanye kazi yao ipasavyo ili ilete motisha kwamba walielewa malengo yote ya mradi na hatua zitakazofuata zitakuwa nzuri zaidi kwa kuboresha afya ya mama na mtoto, afya ya jamii katika mwambao wa ziwa Tanganyika, ndani ya mtaa wa afya wa Kalemi na ndani ya mtaa wa afya wa Kansimba katika vijiji vya mwambao wa ziwa Tanganyika. Mradi wa afya ziwa Tanganyika unatekelezwa na kanisa la Moravian Kongo ya Mashariki chini ya sapoti ya Danish Moravian Mission au BDM ambao wao wanafadhiliwa na shirika la serikali ya Denmark ambayo inaitwa SISU. Sisi ni kuwashukuru wananchi, wameitikia wito, walikuja wengi sana na walieleza changamoto zao, na imetuletea furaha kuona jinsi gani wananchi wanaukamata mradi wa afya kama mali yao. Kazi ya uzinduzi wa shughuli hiyo ya Pima Kadi Interface imefanyika vizuri na imepokelewa vizuri na viongozi wa afya na wanavijiji wa eneo ya afya ya Kansimba na ile ya Kalemi. Kiripoti kutoka Moba, Isidore Kashule, Radio Kivu. Na katika habari za kitaifa, waziri wa kitaifa usikai na mambo ya nje Bi Therese Kayakwamba amefungua mashtaka ya kisheria dhidi ya baadhi ya waandishi habari na media za mitandaoni kwa kosa la kutangaza video na picha zake akiwa na rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Felix Tshisekedi, kwa nia ya kumharibishia jina na kuingilia maisha yake binafsi. Izake Mulucha Shibe, tuambie habari ziko namna gani?
Sudi wa Sudi Valente, waziri huyo aliandika maneno hayo kwenye akaunti yake ya X ambayo ni Twitter ya zamani mara tu baada ya habari mbalimbali kuzagaa kuhusu hali anayopitia kwa sasa kuwa yeye ni mjamzito. Waziri huyo wa kitaifa usikani mambo ya nje Mheshimiwa Therese Kaikwamba Wagner ametangaza kufungua mashtaka ya kisheria tangu Ijumaa hii ya tarehe 7 Julai 2025 kwa kosa la kashfa, kuingilia maisha yake binafsi na kusambaza habari za uongo dhidi ya waandishi wawili wa habari na media moja ya mtandaoni. Huyu amehamua hivyo kutokana na kusambazwa kwa video na picha mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii kama alivyosoma Sudi, ambazo zilionyesha muonekano wake akiwa na Rais Felix Tshisekedi wakati wa mkutano wa kutafuta amani huko Doha nchini Qatar. Therese Kaikwamba Wagner amefungua mashtaka hayo nchini Ubelgiji, Uswidi na Marekani ambako washtakiwa hao wanafanyia kazi. Washtakiwa ni pamoja naye Pero Luara ambaye ni kiongozi wa kituo cha televisheni Chapelle TV anayefanyia kazi kutoka Ubelgiji, Emmanuel Banzunzi yeye ni kiongozi wa televisheni ya Bishop National anayefanyia kazi kutoka Uswidi, na mwishowe ni tovuti ya congointelligent.com. Yote hayo Sudi yanatokana na kelele zinazotambaa kwenye mitandao ya kijamii kutokana na ujauzito wa waziri huyo ambaye hana mume rasmi. Mlalamikaji anasema hatua hiyo inalenga kulinda mtoto wake, kuhifadhi familia yake na kutekeleza majukumu yake kwa utulivu wote. Hata hivyo ameongeza kuwa anatazamia pia hatua hii itasaidia pia kupambania wanawake wote dhidi ya unyanyasaji wa maneno, matusi ya kijinsia pia na kudhalilishwa, huku akisisitiza kuwa hakuna mwanamke hata awe wa kawaida au maarufu anayestahili kuona mwili wake au maisha yake ya binafsi yakigeuzwa kuwa uwanja wa vita. Katika hali hii ya vita inayoendelea mashariki mwa nchi yetu, waziri Kaikwamba anataja kutoa kipaumbele kwa masuala ya ulinzi, uhuru wa kitaifa, ulinzi wa wananchi na juhudi za kuleta amani, huku akiwa na imani kubwa ya kwamba sheria itashughulikia swala hili kwa ufanisi zaidi. Sudi wa Sudi Valente, mimi naishia hapo kwenye habari hii ya kitaifa. Asante sana mwenzangu Izake Murucha Ashibe kwa ukurasa wako wa habari za kitaifa. Hivi sasa kunako habari za kimataifa katika nchi ya Burundi. Rais wa nchi ya Burundi Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye amemnyoshia kidole mkuu wa shirika linalojitolea kuongeza ufahamu miongoni mwa Warundi na kubadili mawazo na tabia zao, Bwana Faustin Ndirikumana. Mengi zaidi acha nimpishe mwenzangu Bukur Elias Daniel kutoka huko Burundi ambaye ametuandalia ripoti ifuatayo. Rais aliyesema hayo alipokuwa akimtambulisha mkuu wa wilaya mpya wa Matongo, akisema kuwa kiongozi wa shirika hilo alikuwa miongoni mwa wale waliokuwa wanatumiwa na wakoloni katika machafuko ya mwaka wa 2015. Watu kuruza mwanzo na katano mwazipo yali akona na wakoloni. None ntabeshe cyahuniki. Wasikwa munzu nziza. Ni miongoni mwa wale waliotuvuruga mwaka wa 2015 akishirikiana na wakoloni. Labda anaishije? Mbona anaishi kwenye nyumba nzuri? Mbona hatembei kwa miguu? Mafuta anayatoa wapi? Ananishtumu kuwa natumia fedha za nchi katika kilimo. Labda mtu ambaye anashindwa kulea familia anaweza kuleta mawazo chanya ya kuijenga Burundi. Kwa upande wake hawezi kuwa na amani baada ya kuona kuwa tuko tunaendelea kupambania wananchi. Lakini hayo yasiwahadae. Wataendelea kusema, wananchi ndugu zangu, hata wana Israeli wakiwa katika safari yao, shetani alifanya kila juhudi ili wasifikie katika nchi ya ahadi. Aliko Daudi muze mugendo. Bene gihugu. Abanye bene Israeli bari ku rugendo. Nako batagize kugira ngo shetani batesha kuzembashike mu gihugu cy'isezerano. Kauli hiyo ya rais imekuja siku chache baada ya kiongozi wa Parseme kuzungumza na vyombo vya habari, ambapo alisisitiza changamoto zinazoikabili nchi katika sekta mbalimbali. Alizungumzia rushwa, utawala bora, ubadhirifu wa mali ya serikali, kilimo na mengineyo katika nchi ya Burundi. Alizitaka mamlaka kufanya kazi kwa uwazi na kukubali kuwa hali sio shwari nchini Burundi, na kuiomba serikali kuongeza kasi ya kutafuta suluhu ya kudumu kuhusiana na changamoto zinazoikabili nchi ya Burundi. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Buku Elias Danieli. Ni kupitia ripoti yake hiyo Bukur Elias Daniel kutoka Burundi ndipo naweka nukta kunako uchambuzi wetu wa habari za leo asubuhi. Msikizaji, nasema asante kwako kuweza kumtegea sikio mwanzo hadi mwisho, lakini vile vile nimshukuru huyu Shai Kala Jaden ambaye kwa dawati na mitambo upande wa pili. Jina langu naitwa Sudi Valente, nasema asante na kwaheri.